Vita kati ya Israel na Iran ni moja ya migogoro mikubwa yenye athari kubwa si tu katika eneo la Mashariki ya Kati bali pia katika usalama wa kimataifa. Ingawa mzozo huu umekuwepo kwa miongo kadhaa, mashambulizi ya kijeshi yanayoendeshwa na Iran pamoja na makundi ya kigaidi yanayoiunga mkono yameleta uharibifu mkubwa katika miji mikuu ya Israel: Tel Aviv, Beersheba, Haifa na Jerusalem, miji ambayo kwa kawaida inachukuliwa kama nguzo za kiuchumi, kisiasa na kijamii za Israel zimeathiriwa sana na mashambulizi yanayotokana na Iran pamoja na washirika wake. Sasa tunaangalia uharibifu wa miji mikuu ya Israel kwa kina, tukizingatia jinsi Iran inavyoshiriki moja kwa moja katika mashambulizi haya na kulinganisha na uharibifu wa Gaza ambapo miji na vijiji vingi vimeharibiwa kabisa kutokana na vita vya muda mrefu. Gaza ambayo imekuwa katika hali ya kivita kwa miaka mingi kutokana na mvutano wa kisiasa na kijeshi kwa kati ya Hamas na Israel, imeona uharibifu mkubwa wa miundombinu na mali za kiraia. Vita vya Gaza vimejulikana kwa uharibifu wa miji kwa sababu ya mashambulizi ya makombora, ndege zisizo na rubani na mashambulizi ya anga. Israel ikiwemo miji yake mikuu imefanikisha kutekeleza miundombinu na teknolojia za kijeshi ambazo pia zimekuwa na athari kubwa kwa miundombinu ya Gaza. Hata hivyo, katika vita vya Israel na Iran, miji ya Israel kama Tel Aviv, Beersheba na Haifa na Jerusalem inakutana na uharibifu wa kiwango kikubwa zaidi na mashambulizi yanayosababisha madhara makubwa kwa usalama, uchumi na maisha ya wananchi. Iran, ikiwa ni taifa lenye ushawishi mkubwa katika Mashariki ya Kati, limekuwa likitoa msaada kwa makundi ya kigaidi na waasi katika maeneo mbalimbali. Hii ni pamoja na kutoa msaada kwa Hamas huko Gaza, Hezbollah nchini Lebanon na makundi mengine yanayopigana dhidi ya Israel. Iran pia imekuwa ikitumia mbinu za kijeshi kama vile makombora, ndege zisizo na rubani na mashambulizi ya anga ili kutekeleza mashambulizi dhidi ya miji ya Israel. Katika muktadha huu, Israel imekuwa ikilengwa na mashambulizi kutoka kwa makundi haya ambayo yanashirikiana kwa karibu na serikali ya Iran. Hivyo miji ya Tel Aviv, Haifa, Beersheba na Jerusalem imekuwa shabaha za mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani. Tutazame mji wa Tel Aviv. Tel Aviv ni mji muhimu zaidi kwa kibiashara na kifedha nchini Israel. Mji huu ni kitovu cha biashara, utamaduni na teknolojia, na hivyo mashambulizi yanayolenga Tel Aviv ni ya kimkakati. Hapa Iran na makundi yake yanaendelea kushambulia mji kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani. Mashambulizi haya yameharibu miundombinu muhimu ya biashara, majengo ya ofisi na hata maeneo ya makazi. Hii inazua athari kubwa katika uchumi wa taifa, kwani Tel Aviv ni moja ya miji inayochangia kwa kiasi kikubwa mapato ya taifa. Katika baadhi ya mashambulizi, makombora yamepiga maeneo ya biashara na kusababisha maafa makubwa kwa wafanyabiashara na raia. Uchumi wa mji umeathirika na biashara nyingi kufungwa na shughuli za kibiashara zikishuka. Mji wa Beersheba. Beersheba ni mji muhimu katika kanda ya Negev na ni kanda ya kijasusi na kijeshi muhimu kwa Israel. Iran imekuwa ikilenga moja kwa maksudi maeneo ya kijeshi na miundombinu ya muhimu iliyoko Beersheba. Hali hii imepelekea uharibifu wa vituo vya kijeshi na makazi ya raia na kufanya mji huu kuwa moja ya maeneo yaliyoathirika zaidi na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani. Beersheba pia ni kituo muhimu cha usalama kwa Israel kutokana na ushirikiano wake na vituo vya kijeshi vya Marekani na shirikisho la usalama la Umoja wa Mataifa. Hivyo mashambulizi ya Iran dhidi ya Beersheba yanalenga kudhoofisha usalama wa Israel na kuharibu miundombinu ya kijeshi. Haifa ni mji mkubwa wa bandari na kiuchumi. Mashambulizi kutoka kwa Iran kupitia makombora yameathiri huu mji kwa kiasi kikubwa. Bandari ya Haifa, ambayo ni lango kuu la biashara na usafirishaji, imekuwa shabaha ya mashambulizi, na makombora yaliyoanguka maeneo ya bandari yamesababisha uharibifu wa vifaa vya kibiashara na usafiri. Hali hii imesababisha kupungua kwa shughuli za kiuchumi katika miji, huku biashara nyingi zikiathirika na meli zikienda haraka kutafuta hifadhi katika miji mingine. Uharibifu huu umeathiri uchumi wa Israel na kuleta hali ya usalama dhaifu katika eneo hilo. Mji mwingine ni Jerusalem. Jerusalem ni mji mtakatifu kwa Wayahudi, Waislamu na Wakristo, na ni mji mkuu wa Israel.
Ingawa mji huu umekuwa shabaha ya mashambulizi kwa miongo mingi, mashambulizi yanayotokana na Irani na makundi yanayoiunga mkono yamekuwa makubwa zaidi katika siku za hivi karibuni. Mjini Jerusalem, maeneo ya kidini, taasisi za serikali na miundombinu ya usafiri vimeathirika kutokana na mashambulizi ya makombora na milipuko. Jerusalem, kutokana na umuhimu wake wa kidini na kisiasa, imekuwa shabaha ya mashambulizi ya kigaidi na kijeshi, na uharibifu huu umesababisha raia wengi kupoteza maisha huku miundombinu muhimu ikiharibiwa. Tishio hili limekuwa kubwa kwani mji huu ni alama ya taifa la Israel na hivyo ni lengo muhimu katika vita vya Irani na washirika wake. Uharibifu wa miji mikuu ya Israel ikiwa ni pamoja na Tel Aviv, Beersheba, Haifa na Jerusalem una athari kubwa kwa usalama wa taifa hili. Uharibifu huu unaathiri maisha ya raia, uchumi na miundombinu ya kijamii na kijeshi. Madhara makubwa ambayo yametokana na vita hivi ni pamoja na athari za kiuchumi. Uharibifu wa miundombinu ya kibiashara, bandari na viwanda umeathiri uchumi wa Israel. Tel Aviv na Haifa ni miji inayochangia kwa kiasi kikubwa mapato ya taifa. Hasa mashambulizi dhidi ya miji hii yamekuwa na athari kubwa kwa uchumi wa taifa. Athari za kiusalama. Mashambulizi haya yameathiri maisha ya raia na kusababisha vifo na majeraha. Familia nyingi zimeathirika na uharibifu wa nyumba na makazi, na miji mingi inashuhudia hali ya wasiwasi na hofu. Athari za miundombinu ya kijamii. Mashambulizi hayo pia yameharibu miundombinu ya kijamii kama vile shule, hospitali na maeneo ya ibada ambayo yanahitajika kwa huduma muhimu za jamii. Vita vya Israel na Irani ni mgogoro mkubwa wa kijeshi na kisiasa ambao umeathiri miji ya Israel kwa kiwango kikubwa. Tel Aviv, Haifa, Beersheba na Jerusalem zimeathiriwa na mashambulizi kutoka kwa Irani na makundi yake ya kigaidi. Uharibifu huu umeathiri si tu uchumi na miundombinu bali pia usalama wa raia na hali ya kisaikolojia ya wananchi. Mzozo huu unaendelea kuwa changamoto kubwa kwa usalama na utulivu wa Mashariki ya Kati, huku Israel ikikabiliana na tishio kubwa kutoka kwa Irani na washirika wake. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.